Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Karibuni tena siku ya leo ya Jumatano tunapoweza kugawana neno la wiki hii. Bado tunaendelea na theme yetu ya mwaka huu, ambao theme yetu ya mwaka huu ni Timotheo wa pili, kuanzia mstari wake wa 10. Waraka wa Timotheo wa pili 2 na mstari wa 15, ambao inasema hivi kwa Kiswahili: jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Siku ya leo nataka kusema kwamba kuhusu mtenda kazi ambaye asiye na sababu ya kutahayari, one who is need not to be ashamed. Sababu hiyo tutaangalia verse yetu katika kitabu cha Warumi, Romans chapter 1 and verse 16, whereby the second part itatuongelesha zaidi kuhusu jambo hilo ambalo tutaongea kulihusu. Second part ya Warumi chapter 1 inasema hivi: kwa maana sionei haya kwa sababu ya uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa hivyo nataka kusema kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Injili ina nguvu. That is, the gospel has power. And we don't need to be ashamed, ama tuwezi kuwa watu ambao wanaibika kwa kitu ambacho kina nguvu. Injili ina nguvu. Injili si ujumbe tu. Injili ni nguvu za kiungu, ama ni nguvu za Mungu zinazoachiliwa katika mioyo ya wale wanaoamini. Neno hili la Kigiriki nguvu hapa, ambapo tunapata baruti, nguvu za kulipuka yenye huleta mabadiliko. Huu sio ushawishi wa kibinadamu au mageuzi ya maadili. Huu ni uwezo wa Mungu usio wa kawaida, kuvunja minyororo, kufufua wafu na kufanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hivyo tunaposema injili ina nguvu, yaweza vunja minyororo ya shetani, yaweza vunja minyororo ya dhambi, yaweza fufua watu kutoka mahali ambapo wamekosa maisha, na yaweza kufanya mambo kuwa mapya na maisha yetu kuyabadilisha kuwa mapya. Injili tunajua kwamba tunapoongea ni jambo ambalo lina nguvu. Mbinu za wanadamu ni elimu, saikolojia, mageuzi ya kijamii zinaweza kuleta mabadiliko ya muda, lakini ni injili tu inayobadilisha mioyo yetu ya milele. Tunajua kwamba kuna wale ambao wanaamini elimu inabadilisha, na ni kweli inabadilisha. Tunajua kwamba kuna wale ambao wanaamini saikolojia ama psychology inabadilisha, na ni kweli inabadilisha, lakini ukweli injili tu ndio inayobadilisha mioyo milele na tukawa na tumaini. Injili inaokoa waliopotea. Hakuna mwenye dhambi asiyeweza kufikiwa. Ukisoma Luke chapter 19 and verse 10, utaona kwamba injili inafikia wenye dhambi wa aina zote ambao wako. Inatengeneza maisha mapya. Kwa hivyo tunasema kwamba injili ina nguvu. Hatutaki kuibikia, sababu injili ina nguvu, inatengeneza maisha mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo tuna haja ya kuibikia injili. Na Paulo anamwambia Timotheo usiibikie injili, sababu kweli unaona kwamba inabadilisha maisha. Injili inabomoa ngome. Silaha za vita vyetu ni za kimwili, hazina uwezo, lakini katika Mungu kuna nguvu ambazo zinaweza angusha hata ngome, nayo ni injili. Kwa hivyo tuna haja kuibika, kujua kwamba injili ama neno lake tunaloliamini ni nguvu ambazo zinaweza angusha ngome za kila aina. Mipango ya mwanadamu inaweza kurekebisha tabia, lakini injili pekee ndio hutengeneza upya nafsi. Nguvu za injili ni upumbavu kwa ulimwengu, mbali uzima kwa waliookolewa. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi tu, mbali kwetu sinaokolewa ni nguvu zake Mungu. Soma Korintho wa kwanza mstari wa aya ya kwanza na mstari wa 18, inaongea kuhusu ya kwamba neno la msalaba ni nguvu za Mungu, na kwa hivyo hatuna haja kuibikia, sababu ni nguvu. Ulimwengu unaudhihaki, wanamuona mwokozi aliyesulubiwa kuwa ni udhaifu, wanakana kwamba Mungu hana nguvu, lakini injili ina nguvu. Lakini waamini ama Wakristo wanapitia kinachoonekana kuwa kipumbavu kwa mwanadamu,
lakini ukweli ni kwamba ni nguvu yenyewe ambayo inafanya kazi. Ni nguvu inayovunja uraibu, ni nguvu ambao unaponya waliovunjika, ni nguvu ambao inafufua wafu wa kiroho. Kisoma Waefeso 2 mstari wa 1 hadi wa 5 utaona kwamba injili inabadilisha mambo hayo yote. Huu si ujumbe tu wajaribu zaidi au jisafishe. Ni tamko kwamba Kristo pekee yake anaokoa, si kwa matendo yetu mbali kwa kazi yake iliyokamilika msalabani. Sababu hiyo Paulo amwambia Timotheo asiaibike, awe mtu ambaye anafanya kazi kueneza injili hii, sababu injili ina nguvu. Nguvu ya injili ni ya pekee, bado inapatikana kwa wote. Wokovu haupatikani katika dini. Ushiriki wa kanisa hauwezi kukuokoa. Wokovu haupatikani kwa matengenezo, kugeuza jani jipya ama njia mpya kuwezi kusafisha dhambi. Wokovu upatikani kwa mambo ambayo tumekubaliana pamoja. Mungu anatuita kujua kwamba wokovu unapatikana kupitia kwa injili, na injili inadai ya imani na kutubu. Marko chapter 1 and verse 15 inakabiliana na dhambi kisha kuishinda kupitia uwezo wa ufufuo wa Kristo. Wapendwa, vizuri sisi kama wa Kristo kuamini nguvu za injili na kutoaibikia injili hiyo. Ikiwa kweli tunafahamu kwamba injili ni ya maana na ni ya Mungu, tunawezaje kukaa kimya? Tunawezaje kuacha imwagiliwe maji? Tunawezaje utumainia mbinu za wanadamu juu ya nguvu za Mungu? Wapendwa, wacheni tuimamini injili na tusiaibikie injili, sababu injili ni nguvu. The gospel is power. Nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu, Warumi 8 mstari wa 11, inatenda kazi katika injili ya leo. Hebu tuitangaze kwa ujasiri, tukimtarajia Mungu kufanya yale ambayo yeye pekee aweza kufanya: kuwaokoa, kuwageuza na kuwatukuza wenye dhambi milele. Kwa maana sionei haya injili, kwa maana si uweza wa Mungu uleta wokovu tu, ni uweza wa Mungu uleta wokovu kwa kila aaminie. Wapendwa, tusiaibikie injili, sababu injili ni nguvu. Basi na tuombe. Kushukuru kwa Mwenyezi Mungu sababu ya kutukumbusha kwamba the gospel is power, na injili ina nguvu, inabadilisha maisha ya wanadamu, tukatufanya upya, inapatiana tumaini. Tuomba Bwana usaidie kila mmoja wetu kutoaibikia injili, lakini tukasimama na injili kwa utukufu wa jina lako. Mikononi tuwajikabidhi na tukushukuru kwa yote. Na tuomba haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuomba Bwana, siku Jumapili, Jumatano ijayo karibuni tena kwa mafunzo mengine tunapoendelea kuchambua kwamba hatutaibika kwa sababu ya injili. Asanteni.